Israel inakabiliwa na changamoto katika kulinda miji yake ya kisasa. Hii ni kutokana na mashambulizi ya makombora ya kisasa ya ballistic kutoka nchini Iran, makombora ya Fatah na mengineyo ambayo wiki hii yameonyesha uthabiti katika mashambulizi. Shambulio la Ramat Gan linaonyesha changamoto ambazo Israel inakabiliana nazo katika kulinda miji yake ya kisasa. Kombora hilo lilifanyika katika eneo lenye majumba mengi marefu ya kisasa, lakini kutokana na kutokuwa na ulinzi wa kuweza kuyadungua makombora hayo, majengo ya aina hii yameweza kuathiriwa vibaya na makombora yakipiga. Walakini hadi sasa Israel imekuwa na bahati katika suala hili. Haikuonekana kuwa jengo lililopigwa moja kwa moja na vikosi vya usalama, lakini uokoaji wa Israel katika maeneo hayo imesaidia kwa namna moja ama nyingine, kutokana na makombora ya ballistic yaliyorushwa kutoka Iran yakipiga na kusababisha uharibifu huko Ramat mnamo Juni 19 mwaka huu. Vikosi vya usalama na uokoaji vya Israel katika eneo ambapo kombora la ballistic lilirushwa kutoka Iran lilipiga na kusababisha uharibifu huko Ramat, lakini pia Israel imekuwa na ustahimilivu katika nyakati hizi za majaribu. Israel inasema wakati huu ni wakati mgumu sana na wafanyakazi wa dharura wamejibu mara moja. Kamandi ya mbele ya nyumbani ya IDF na kikosi chake cha utafutaji na uokoaji wamekuwa kwenye eneo la tukio mara kwa mara. Aidha, madaktari ikiwa ni pamoja na watu wa kujitolea walisaidia kuanzia wiki yote hii kujitolea kuhakikisha raia wanakuwa salama, lakini hata wale waliofunikwa katika vifusi wanaokolewa mara moja. Licha ya kwamba inadaiwa kuna idadi ya watu wengi waliouawa kutokana na mashambulizi haya, kuangukiwa na majengo, lakini pia kushambuliwa wakiwa katika majengo hayo, lakini Israel imeeleza kwamba wiki nzima mpaka sasa idadi ambayo imeelezwa katika vyombo mbalimbali vya habari ni watu 24 tu, huku mamia ya watu wakijeruhiwa. Hata hivyo, Israel imesema operesheni yao itaendelea hadi kuhakikisha malengo yao yanatimia. Malengo ya Israel ni kuhakikisha Iran haimiliki silaha za nyuklia, kuhakikisha kwamba wanauvunja utawala uliopo, utawala wa Ayatollah Al-Khamenei ambao wanauona ndio utawala dhalimu kuliko tawala zote zilizopita miaka iliyopita. Israel, kutokana na kwamba wameshindwa kuzuia makombora hayo, wanaiomba Marekani ingilie kati katika kupambana na Iran, lakini pia wakihitaji kuvunja miongoni mwa maeneo yenye vinu vya nyuklia ikiwa ni pamoja na Fordo, miongoni mwa kinu cha nyuklia kichopo chini ya ardhi ambacho hawana mabomu ya kuweza kukilipua. Mtazamaji wa The World News, hali imekuwa ni mbaya katika maeneo mengi huko nchini Israel na hata Iran. Majengo yamedondoka na raia wanakufa, lakini kutokana na kwamba kila mmoja anahitaji kuwa mshindi, lakini pia wakati huu ambapo baadhi ya mataifa yamekuwa yakitoa wito wa kumalizwa kwa vita hivyo, mataifa kama vile Ufaransa, Ujerumani, lakini pia na Uingereza yanakutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi leo Ijumaa kufanya mazungumzo ya kuhakikisha wanavimaliza vita hivyo, huku rais wa Marekani bwana Donald Trump akijipa wiki 2 kuona ni nini ambacho kitaendelea. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba ndani ya wiki 2 ambazo Donald Trump amejipa, ni wazi Iran ikiendelea na mashambulizi haya, hali itakuwa mbaya zaidi kwa Israel. Lakini hata hivyo, hata kwa upande wa Iran, kwani pande zote mbili zimekuwa zikishambuliana mara kwa mara. Hata usiku wa kuamkia leo kumekuwa na mashambulizi mazito baina ya pande zote mbili, si upande wa Iran wala si Israel. Kila moja amekuwa akifanya mashambulizi upande wa pili. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua mengi ya ulimwengu.